Usiku wa kuamkia leo tarehe 27 mwezi wa 3 2025 tulipokea taarifa ya uwepo wa tukio la watoto wawili kudumbukia katika shimo linalosadikiwa kwamba ni shimo la mgodi ambalo lipo katika kitongoji cha Ihula, kijiji cha Burumbaka, kata ya Maubingi hapa wilayani Bariadi. Na kwa kuwa tukio hilo lilikuwa limetokea usiku, kwa maana kwamba taarifa tulikuwa tumepata usiku, lakini kwa kawaida zoezi la uokoaji majini hasa kwenye mazingira ambayo ni hatarishi yakiwemo ya migodini huwa halifanyiki usiku. Basi asubuhi ya leo tulitoa timu kwenda eneo la tukio ili kutoa huduma iliyokuwa inahitajika. Na walipofika pale ni kweli walibaini kulikuwa na tukio hilo la watoto wawili kudumbukia kwenye shimo, na mara moja walianza jitihada za kufanya uokoaji na hatimaye kufanikiwa kupata miili ya watoto wawili ambao walikuwa wamedumbukia kwenye shimo hilo. Watoto hao wanajulikana kwa majina ya Yohana Chai, huyu ni jinsia ya kiume na ana umri wa miaka 7, na mwingine anaitwa Baraka Barida naye wa kiume mwenye umri wa miaka 3. Kwa bahati mbaya sana watoto hawa wote wawili tumewatoa wakiwa tayari wameshapoteza maisha, na wamepoteza maisha kwa sababu ya kunywa maji mengi na kukosa hewa ya oksijeni ambayo ilisababisha basi waweze kupoteza maisha. Chanzo cha tukio hili ni kwamba watoto hawa walidumbukia wakati wanacheza karibu na shimo hilo, lakini ni shimo ambalo lilikuwa linahusikana na shughuli za uchimbaji wa madini, na tumebaini kwamba maji ya kwenye shimo lile pia yalikuwa na kemikali inayosadikiwa kuwa ni kemikali ya cyanide inayotumika katika shughuli za uchimbaji huko, kwa maana ya kulainisha udongo ili waweze kuchimba kwa urahisi. Lakini machimbo haya yalikuwa hayafanyi kazi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, lakini madhara ambayo yalikuwa yametengenezwa na zile shughuli za uchimbaji yalikuwa tayari hapo kwenye lile eneo, na matokeo yake haya tumepoteza watoto wawili. Nitoe wito katika makundi mawili kama ifuatavyo. Kwanza, wazazi wahakikishe wanawachunga na kuangalia watoto wao wasicheze kwenye maeneo hatarishi, kwa sababu madhara yake ni makubwa. Ukitizama eneo lile la tukio na makazi ya watu pana umbali usiozidi mita 500. Kwa ni eneo ambalo watoto wana uwezo wa kulifikia na wakacheza kwenye eneo hilo. Sasa kwa kuwa hawana uwezo wa kubainisha vihatarishi vilivyopo mbele yao, inakuwa ni rahisi wao kupata ajali kama hii, na madhara yake tunapoteza watoto wawili. Lakini nitoe wito wa kundi la pili, kwa maana ya wenzetu wanaofanya shughuli za uchimbaji wa madini, kuhakikisha wanafuata kanuni za uchimbaji bora wa madini. Wakisha maliza kufanya shughuli zao za uchimbaji wa madini, yale mashimo wanapaswa kuyafukia. Wasiache kama yalivyokuwa mwanzo, na matokeo yake yanaleta madhara kwa binadamu na mifugo ambayo kwa kiwango au kwa kiasi kikubwa inamilikiwa na wananchi wetu wa mkoa wa Simiyu. Kwa hakikishe yale mashimo wanayafukia au wanayatengenezea mazingira ambayo haitakuwa rahisi kwa mifugo, watoto, hata watu wazima kuweza kupata ajali kwenye maeneo hayo. Lakini sambamba na hilo, pale ambapo wanakuwa wametumia kemikali ya aina yoyote ile, basi wahakikishe wanatengeneza kwa kiwango ambacho kemikali ile haitaendelea kuwa hatarishi kwa mazingira, kwa mifugo na binadamu. Kuacha kemikali zikiwa kwenye mazingira yetu, hata kama wale watoto wasingedumbukia na kupoteza maisha kwa kunywa maji mengi na kukosa hewa ya oksijeni, kuna uwezekano ile kemikali bado ingewadhuru, na matokeo yake pengine wangeweza kupoteza maisha au wakazulika kwa namna moja ama nyingine. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.